Tulikuwa na mapumziko ya FIFA dates. Sisi ya mapumziko tunayatumia kurekebisha yale mapungufu ambayo tulikuwa nayo kwa mechi 3 ambazo tulicheza. Bado tunaendelea, ingawa kuna maendeleo kiasi kwenye maeneo yote ambayo tunategemea kuyapata uwanjani. Kwenye sehemu ya kujilinda, ukiangalia tulikuwa tunacheza na timu ambazo ziko juu yetu sana, kwa tulikuwa setup yetu ilikuwa ni kujilinda zaidi. Kwa tuliendelea kufanyia makazi hiyo, na baadaye tukawa tunaendelea kufanyia kazi jinsi ya kufika mbele kwa haraka na kuweza tu tunapata magoli ambayo yanaweza kutusaidia kupata matokeo. Kwa ndio kazi ambayo tunaifanya. Haijawa kwanza matokeo mazuri, licha kwamba umepewa majukumu hivi karibuni, timu ikiwa matokeo yake si mazuri sana. Ligi imesimama kwa sasa, hali bado haiko nzuri. Ni nini mipango iliyoko kuona timu inarudi katika nafasi nzuri na kutoa matumaini kwa mashabiki ambao wanayaona kama vile kwa namna moja nyingine katika tamaa? Kwanza lazima nikiri, kwa majina naitwa Ajabu Adam Kifukwe, ndo katibu mkuu wa Tanzania Prisons Football Club. Kwanza lazima nikiri kwamba ni kweli kwamba matokeo ya timu yako vizuri kwa kipindi hiki. Tangia nimeteuliwa nadhani tumecheza mechi 3 na nilikuta timu iko na matokeo mazuri, lakini bado hata sisi katika michezo mitatu, michezo miwili tumefungwa, lakini mchezo mmoja tumetoa sare. Kwa ukiangalia hata msimamo wa ligi hauko vizuri, na kitu ambacho kinanipa kazi kubwa ya kufanya ni kwamba mkuu wa taasisi au mwenye timu yake anapofanya mabadiliko kwa ajili ya kuongeza wewe au kuniongeza mimi, maana kuna kitu anakitaka cha maboresho ya positive ya chanya kuonyesha kwamba tunapata timu yenye matokeo mazuri. Kwa sisi kama viongozi tunashukuru Mungu pia kwamba tuna kipindi cha break ambacho ni cha FIFA series ambacho kimetupa nafasi ya kukaa na wachezaji, lakini kukaa na viongozi kuona namna gani tunaweza kufanya ili tuweze kuitoa timu hapa ilipo na kupanda katika nafasi za juu. Sio kufungiwa kwa uwanja na kunisha, inaweza kuwa changamoto yenyewe kufanya vizuri. Tulianza kufanya vibaya kabla hata uwanja hujafungiwa. Kwa inaweza kuwa sababu moja au sio sababu moja, lakini naamini kwamba kufungiwa kwa uwanja kitu ambacho kinatusababisha kuhamahama au kutopata matokeo ya moja kwa moja mazuri ni kwamba nyumbani ni nyumbani. Na nyumbani unapocheza maana unapata na fan base wengi, mashabiki wako unapata kwa wingi ambao wanaweza kukupa support, lakini katika support ya kupata mashabiki wako unaweza kupata kwa aina mbili. Ya kwanza na wachezaji wanaweza kazomea, lakini kuzomea maana kwamba uipendi timu, lakini wanaizomea ili timu iweze kujiuliza na kufanya vizuri, kupambana kwa sababu watu wako nyuma watu angalia, lakini vile vile kwa ajili ya kushangilia. Kwa kushangilia inatoa motivation ya kufanya vizuri zaidi. Kwanza ni uwanja kuhama pia inaweza katuasili, lakini sana ambapo tunashirika zaidi katika kuhama uwanja ni kuongezeka kwa budget. Wakati tunacheza viwanja vya nyumbani maana budget zote unakuwa unaipanga kabla msimu kuanza. Okay. Kwanza nashukuru. Ni kweli tunapitia katika changamoto nyingi sana, hasa kwenye upande wa matokeo, na si msimu wa kwanza huu lakini na matokeo si kwa upande wetu kwa msimu huu, si kwa upande wetu sisi wenyewe. Nafikiri kwa timu nyingi asilimia kubwa matokeo sio mazuri, japo tunaongelea kwa upande wetu sisi wenyewe haturidhishwi na matokeo jinsi yanavyoenda, na hii changamoto inatuumiza sana vichwa. Viongozi wakubwa wote wanajaribu kuangalia namna gani ya kuweza kuondokana na tatizo kama hili. Nafikiri panapo majaliwa Mwenyezi Mungu, tukibaki salama, kuna mabadiliko makubwa sana yatatokea msimu ujao. Leo nyingine manake kila siku tuna geni vitu tofauti, manake tunapokea kutoka kwa mwalimu wetu vitu tofauti kutokana na mechi tulizocheza. Kwa naamini maandalizi yetu yatakuwa mazuri na tutafanya vizuri kwa mechi zinazokuja. Tutegemee nini tunaporejea kwenye mzunguko mwingine kwenu nyinyi wachezaji? Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tunaendelea vizuri na maandalizi. Kupitia kipindi cha matokeo mabovu kwa muda mrefu, nadhani kwa ufinyu kidogo wa ratiba, mechi zilikuwa back to back, lakini tumepata muda hapa mrefu kidogo wa kujiandaa. Nadhani tutafanya vizuri katika mechi zetu. Mabadiliko ya benchi la ufundi tunamwona Fuso ameungana nanyi kama coach, mmepokeaje kile ambacho anaweza kukiingiza kwenye timu japo ni muda mchache? Kuna mazuri mnayoona? Kwa kiasi kikubwa imetupa nguvu. Hata ukifuatilia mechi zetu nadhani imebaki tu kupata matokeo tu, nguvu imekuwa kubwa sana. Namna gani mechi kama hizi zinasaidia kuelekea kwenye mechi zinazokuja ukizingatia matokeo hapo sio mazuri? Tunashukuru, tunaona kwetu sisi tunajaribu kutuongezea kitu kwa wale wachezaji ambao hawajapata muda mwingi wa kucheza. Wao
anaweza kupata fitness kwenye mechi kama hizi. Pia inatusaidia kurekebisha yale mapungufu ambayo yalitokea katika michezo yetu. Sisi tunaona kama ni sehemu ya kufanya marekebisho ya baadhi ya vitu ambavyo tulikosea, kuendelea kuimprove yale mazuri ambayo tuliyafanya. Kabla ya mwalimu, nyinyi mnazungumza nini kutokana na hii hali ambayo Prisons wanaipitia? Sisi kama wachezaji nadhani ndio waanga wa pili. Nadhani tunaongea mengi, tunajaribu kukumbushana kwa zile sehemu ambazo tunaona ambazo hazijakaa vizuri, lakini kitu kikubwa ambacho tunaambiana ni kufocus na kuongeza jitihada ili tuweze kutoka hapa tulipo. Kwa sababu nafasi tunayo, lakini bado inatufeva. Mimi nategemea tutakwenda kufanya vizuri kwa sababu yote yanatokea waga kipindi cha mpito, kwa sababu kama unajua tulianza na mwalimu mwingine na timu kama timu iliamua kubadilisha mwalimu ambaye alikuja hapa kucheza hapa, kaja kwenye mazingira ambayo aliishi. Kwa hiyo naamini mazingira mengi anajua, anafanya kazi yake kwa weledi na vitu vingi. Kwa hiyo naamini kabisa kwamba tunaenda kwenye awamu hii na tutafanya vizuri ukizingatia tulipotoka huko mwanzo. Kwa hiyo niwaambie tu washabiki kwamba hizi mechi tunazozicheza hizi kama iliyopita hivi ni katika moja ya maandalizi, na nyinyi mmeona tulicheza hapa katikati, tumecheza vizuri japo matokeo ni jambo kubwa. Japata matokeo kwenye game 3 tulizocheza kutokana na nafikiri na uchovu wa safari kwenda kurudi, ila na mimi tuenda kufanya vizuri na timu.